walikuwa wamalize 2-2, baadaye wakirudi tutafute mshindi, mnakumbuka? Lakini baadaye walishtuka kidogo, wakaongeza umahiri katika eneo la nini, la uzuiaji. Ndio hayo mnayoona ya kina Depu, mpaka kuonekana pengine ingekuwa nini, penalty. Waliamka, yani kama waliona haiwezekani vile, baadaye wakafanyaje, wakaamka. Kwa goli alilolifunga Dube, Ainse ilikuwa rahisi, ni mistake ya beki ambaye ni nani yule, Toure. Haya, hii ya pili amwachie Depu, kauputa akasukume, baada Depu mapiga mjiwe. Mnakumbuka mgoli ule wa kwanza, Depu alipiga mjiwe ule kabla kula kona. Mako ulikuwa mjiwe wa kiume, sijui kama naeleweka. Kwa hiyo washambuliaji walisimama maeneo yao, viungo vilifanya kazi zao, mabeki walifanya kazi zao, na Mlanjize jana nimesikia, nimeona clip yako unazungumzia pia tutoe sifa kwa mabenchi ya ufundi. No matter nani alikosea baadaye, lakini approach ya Beka ili waheshimu Yanga, lakini alipata magoli mawili first half. Lakini atufuti quality walionayo Yanga, ndio maana walifanya comeback. Kwa kwangu mimi hii inasimama katika top 5 ya dabi za miaka 20 iliyopita. Miaka 20 nimeweka jamani. Sio kasema huko zamani ilitokea. Sijui simo. Hii 20 years back iliyopita toka 2006 mpaka leo 2026 naiweka hii katika top 5, moja kati ya dabi bora. Kwanza, mazingira ya kiwanja yalikuwa sio rafiki. Pengine tungekosa performance, tungesema dabi limekuwa tipira kokolo kwa sababu ya tope lile, si ndio? Lakini watu waliweza kusimama kwenye maeneo yao na wakaonesha uwezo wao, na vile vile tumeona ufundi wa mabenchi ya ufundi. Pia tumeona nadhani fujo kuhusiana na eneo lenyewe, mazingira. Hapa ndo fujo kidogo zilipokaa kando, maana lile eneo ukifanya fujo udili na hiyo Simba na Yanga, unadili na wenye eneo. Ngoma na ulinzi na usalama mzuri sana. Sasa kwangu mimi natoa pongezi zangu za dhati. Kweli ilikuwa ni dabi ambayo inastahili kuingia katika dabi ambazo Afrika top 5. Na kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki ni numero 1, moja kati ya dabi bora ambazo nimezishuhudia katika miaka hii 20, top 5. Dabi hii inaingia katika rekodi zangu.